waandishi wa habari za mchana. Karibuni tena, nimewaalika hapa mbele leo. Nimeona ni muhimu nizungumze nanyi kwa sababu kuna Mtanzania mwenzetu, ndugu yetu, mama yetu kwa wengine, ambaye amenitembelea hapa na akataka ujumbe wake kupitia ninyi waandishi wa habari uweze kuufikia umma. Mnayemuona mbele yenu hapa anaitwa Riet Elibariki Moshi. Ni mmoja wa wakurugenzi wa kampuni inayoitwa Mture Educational Publishers Limited. Kampuni hii ilianzishwa mwaka 1986 na ilisajiliwa kwa msajili wa makampuni na majina ya biashara kwa maana ya BRELA mwaka 1997. Shughuli za kampuni hii ilikuwa ni uchapishaji na usambazaji wa vifaa vya elimu mashuleni. Kwa hiyo kwa muda mrefu, kwa takribani miaka 40, kampuni hii imekuwa ikifanya shughuli za uchapishaji wa vitabu na machapisho mbalimbali kwa madhumuni ya kukuza na kuendeleza elimu ndani ya nchi yetu, lakini pia hata nje ya nchi. Na katika kipindi chote hicho, kampuni ya Mture imekuwa ikifanya kazi kwa ukaribu sana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi, kwa sababu kama itakavyokumbukwa, kwa miaka kadhaa kabla ya mwaka 2015 shughuli zote za uchapishaji na usambazaji wa vitabu na vifaa vingine vya kufundishia mashuleni zilikuwa hazifanywi na serikali moja kwa moja. Kwa hiyo serikali ilikuwa inatafuta wadau, ilikuwa inatafuta makampuni kwa ajili ya kufanya shughuli hiyo. Serikali yenyewe ilikuwa imebaki na jukumu la kutunga sera na kuandaa mitaala kwa ajili ya matumizi ya shule, lakini wachapishaji na wasambazaji wa vifaa hivyo, vitabu pamoja na machapisho mengine, walikuwa ni makampuni binafsi, na moja kati ya makampuni hayo ni Mture Educational Publishers Limited. Sasa mwaka 1997 baada ya kuwa imesajiliwa, kampuni ya Mture ilikuwa inafanya shughuli zake maeneo ya Mwenge, na ofisi zake zilikuwa zipo katika jengo linaitwa au jengo linalomilikiwa na taasisi iliyokuwa ikiitwa Building Research Unit, BRU. Na hii BRU kwa sasa inajulikana kama National Housing Building Research Agency, ambayo ipo chini ya Chuo Kikuu cha Ardhi. Kwa hiyo kwenye majengo ya National Housing Building Research Agency yaliyoko Mwenge ndiko ambapo ofisi za Mture Educational Publishers Limited zilipo au zilipokuwa. Nimeamua kuwaita leo hapa kutokana na mgogoro uliopo kati ya kampuni hii ya Mture Educational Publishers Limited na Chuo Kikuu cha Ardhi kupitia National Housing Building Research Agency. Wakati fulani mwaka 1999 kampuni ya Mture Educational Publishers Limited iliingia makubaliano rasmi kabisa na Chuo Kikuu cha Ardhi kwamba eneo linalozunguka ofisi za Mture pale Mwenge litumike kwa ajili ya ujenzi wa majengo yatakayotumika pia kama ofisi za Mture Educational Publishers Limited, lakini kwa gharama za kampuni ya Mture.
na baada ya kukamilika kwa ujenzi wa majengo hayo, kampuni ya Mture itapewa muda wa kujipanga upya wa miaka mitano baada ya kuwa imetengeneza au imekamilisha ujenzi, na katika kipindi hicho cha miaka mitano kampuni ya Mture haitatakiwa kulipa kodi ya aina yoyote. Kodi ambayo ilikuwa inalipwa kabla ya utekelezaji wa hayo makubaliano ya ujenzi wa ofisi ilikuwa ni shilingi milioni 2 kwa mwezi. Lakini baada ya jengo kukamilika na kukabidhiwa kwa Mture, kukabidhiwa kwa Chuo Kikuu cha Ardhi, makubaliano yanasema ni kwamba Chuo cha Ardhi kilitakiwa kirudishe gharama za ujenzi ambazo kampuni ya Mture ilizitumia kujenga hizo ofisi. Na baada ya kufanya hivyo, kampuni ya Mture itatakiwa kulipa kodi ya kila mwezi ya shilingi milioni 9. Hayo ndio yalikuwa ni makubaliano. Lakini ilipofika mwaka 2019, mwaka 2019 Chuo cha Ardhi kikapeleka notisi kwa kampuni ya Mture kupitia mkurugenzi wake huyo hapa Mama Moshi, kwamba kwa kuwa deni la pango limekuwa kubwa kufikia kiasi cha shilingi milioni 100, Chuo Kikuu cha Ardhi kisingeweza kuendelea tena na mkataba wa upangaji wa kampuni ya Mture kwenye maeneo hayo yanayomilikiwa na chuo, isipokuwa tu pale ambapo deni hilo litalipwa, na ukatolewa muda maalum wa kulipa hilo deni. Na kama ndani ya muda huo maalum deni litakuwa halijalipwa, ofisi zitafungwa bila notisi nyingine ya ziada. Na kweli baada ya muda ule kufika, ofisi zilifungwa. Na ofisi zilifungwa bila kujali kwamba Chuo cha Ardhi kilikuwa bado hakijarudisha gharama za ujenzi ambazo kampuni ya Mture ilizitumia kujenga yale majengo. Na kwa mujibu wa kumbukumbu ni kwamba gharama iliyotumika kujenga yale majengo ni takribani shilingi milioni 300. Na unapozungumza milioni 300 mwaka 1999 mpaka mwaka 2000, unaweza ukajua ni fedha nyingi kiasi gani. Leo unaweza ukaiona kama ni hela ya kawaida, lakini fedha ya mwaka 99, nguvu yake ya soko, nguvu yake ya kununua bidhaa sokoni au huduma sokoni ni kubwa kuliko ilivyo leo. Kwa hiyo wakati jengo linafungwa kwa kisingizio cha kwamba kampuni ya Mture imeshindwa kulipa kodi ya shilingi milioni 100, Chuo cha Ardhi kilikuwa bado hakijamrudishia Mture Educational Publishers Limited gharama alizotumia kujenga ofisi zile ambazo zilifikia shilingi milioni 300. Na jitihada kubwa zilifanyika kupitia viongozi mbalimbali wa serikali na taasisi za umma kuwasihi Chuo cha Ardhi wasiweze kufanya ufungaji ule, kwa sababu ulikuwa una athari za moja kwa moja kwa kampuni ya Mture. Athari ya moja kwa moja ya kwanza ilikuwa ni uharibifu wa mali ambazo zilikuwa ziko ndani ya ofisi zile, ambazo zinakadiriwa kufikia jumla ya shilingi bilioni 230. Kule kulikuwa kuna mali, kulikuwa kuna mashine na vifaa vingine. Lakini wafanyakazi waliokuwa wanafanya kazi katika kampuni ya Mture, manake vibarua vyao ndio vilikoma pale baada ya kampuni hiyo kufungwa.
biashara zilikufa, kwa sababu kama mtakumbuka nilivyoeleza hapo awali kwamba moja kati ya wadau ambao kampuni ya Mture ilikuwa inafanya nao kazi ni wateja kutoka nje ya Tanzania ambao walikuwa watumia vitabu vya Mture. Kwa hiyo kutokana na kufungwa kwa ofisi, kufungwa kwa mashine na vifaa vingine vilivyokuwa vinatumika kuzalisha bidhaa zilizokuwa zinatolewa na Mture, maana yake ni kwamba biashara kati ya Mture na hao wateja wengine wa nje ya nchi ilikufa. Lakini ilisababisha pia ugumu wa maisha na usumbufu mwingine kwa wamiliki wa kampuni ya Mture na wadau wengine ambao walikuwa wanapata faida moja kwa moja kutokana na shughuli za kampuni ya Mture. Kwa hiyo hayo yote ukiyajumlisha, hasara ambayo imesababishwa na ufungaji wa ofisi ni takribani shilingi bilioni 230.54, na tuko kwenye hatua za mwisho kabisa kukamilisha taratibu za kuwataka kisheria Chuo Kikuu cha Ardhi waende wakafungue hizo ofisi ili kutoendelea kusababisha usumbufu na hasara kwa kampuni ya Mture, lakini kuwataka walipe gharama za ujenzi zilizotumiwa na kampuni ya Mture kujenga majengo ambayo leo hii yalikuwa yanatumiwa na kampuni ya Mture. Na mimi nashindwa kuelewa walitumia kiungo gani cha mwili. Mtu aliyeenda kufunga ile ofisi pale alitumia kiungo gani cha mwili? Kwa sababu kiungo cha mwili kinachotumika kufikiri ni akili. Kwamba kama kuna mtu anakudai milioni 300 na wewe unamdai milioni 100, kiasibu tu ukifanya set off pale ni kwamba unakata milioni 100 yako unampa milioni 200 yake inayobaki kwenye sehemu ya deni. Lakini huwezi kwenda kufunga ofisi ya mtu ambaye anakudai pesa nyingi kuliko zile unazomdai wewe. Kwa ndio maana nasema inawezekana kabisa aliyeenda kufunga zile ofisi bila kujali cheo chake, kwa sababu wakati mwingine cheo huwa sio akili. Yaani kuna tofauti kati ya cheo na akili. Inawezekana alikuwa anatumia kiungo tofauti cha mwili na kile ambacho kinatumiwa na binadamu wengine ambao wanafanya mambo ambao kimsingi huwa yana mantiki. Kwa hiyo msingi wa kuwaita hapa leo waandishi wa habari kwamba mumuone huyu mama jinsi alipo. Kwanza ni mjane hapo alipo. Kaisha tembea kila sehemu, kaisha muona waziri mkuu wa zamani Majaliwa, Kassim Majaliwa, kaisha muona waziri wa elimu aliyoko sasa hivi Profesa Mkenda, kaisha enda kumuona huyo mkuu wa chuo hapo Ardhi ambaye ndio aliyetoa amri kwamba ofisi zifungwe kwa sababu mama huyu na kampuni yake ya Mture wanadaiwa milioni 100. Lakini yasemi ukweli kwamba na wenyewe wanadaiwa zaidi ya milioni 300 zilizotumika kujenga lile jengo. Sasa wakati mwingine ni lazima haya mambo yawekwe hadharani ili watekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo kauli mbiu yake ni kazi na utu, waone kwamba je, huo utu ambao CCM inahubiri hasa kwa wajane kama hawa kweli upo? Na kama haupo, basi huo utu utekelezwe hivi sasa kupitia taarifa kama hizi ambazo tunazitoa zinazoibua mambo mengi ambayo yanaishia tu kuichafua serikali ionekane kama ni serikali ya kuonea watu. Kupitia uzalishaji ambao ulikuwa unafanywa na kampuni ya Mture wa takribani miaka 40, kwa sababu kabla ya hapo kabla ya mwaka 2019 serikali ilikuwa inawategemea wa Mture kwa ajili ya uchapishaji wa vitabu, usambazaji wa vitabu mashuleni. Wakati mwingine hata kwa mkopo serikali ilikuwa inaweza kuvumilia. Yani Mture ilikuwa inaweza kuivumilia serikali ipewe huduma alafu malipo yafuate baadaye, na wakati mwingine ilikuwa inakuja kwa kuchelewa bila kujali thamani ya fedha wakati wa malipo yalipokuwa yakifanyika. Lakini leo hii Chuo cha Ardhi imesahau yote hayo, inaenda kufunga ofisi kwa takribani miaka 7 eti kwa sababu wenyewe inadai pango la shilingi milioni 100 na wenyewe wanadaiwa milioni 300. Mimi nadhani kama akili ingetumika sawa sawa kwenye jambo hili kwa kuzingatia vigezo vingine vyote, jambo hili lingezungumzika na lingeweza kumalizwa mezani vizuri, kwa sababu tumefundishwa sisi hapa inapotokea masuala ambayo yanaweza kusababisha migogoro, kinachotakiwa kutuongoza ni falsafa ya 4R. Watu wangekaa mezani wakazungumza tunafanyaje, kwa sababu tumefanya kazi kwa zaidi ya miaka 40. Kwa nini leo hii tatizo hili linatokea na nataka kutugombanisha? Kwa mimi naamini hata mkuu wa Chuo cha Ardhi ambaye ni
ni Profesa Namangaya atakuwa ananisikia hapa. Licha ya kwamba kuna hatua tazichukua za kisheria, lakini kabla ya hizo hatua anaweza tu akatumia 4R, akatumia uungwana wake kwenda kufungua pale ili mama aweze kuendelea kufanya kazi zake na kampuni yake, apate mapato, na kama kuna deni anadaiwa aweze kulilipa. Lakini kumfungia ni kuendelea kuicheleweshia serikali fedha, kama kimsingi ilipaswa kupata hizo fedha. Ukimfungia hazalishi, ukimfungulia atazalisha, atapata pesa, atakulipa kama anakudai, kama unamdai. Lakini na yeye hakikisha anamlipa pesa zake, kwa sababu hatubishani hapa kwamba kampuni ya Mtule kutumia fedha kujenga majengo pale kwenye kile kiwanja cha kinachomilikiwa na Chuo Kikuu cha Ardhi, ilitumia fedha na mikataba hiyo ipo. Kwa hiyo sitarajii sana kama jambo hili linaweza likawa gumu mpaka kufikia hatua tukafika mahakamani, lakini ikibidi kufika tutafika tu, kwa sababu mahakamani ndiko haki inakopatikania huko. Kama unaona haki yako inakandamizwa, inadhulumiwa, inachezewa, katiba iko wazi kabisa. Ibara ya 107A kubwa, ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetoa nafasi kwa mtu yoyote kwenda kugonga hodi kwenye milango ya mahakama na atafunguliwa ili aweze kuipata haki yake. Kwa hiyo kifupi, niliona ni washirikishe jambo hili ili watu wengine pia wenye mapenzi mema na wapenda haki na ambao wako kwenye mamlaka watakapopata huu ujumbe, basi waweze kuona umuhimu wa kuchukua hatua za kusaidia huu mgogoro wa kubumba uweze kuondoka, na huyu mama mjane pamoja na kampuni yake waweze kuendelea na kazi zao za uzalishaji wa vitabu na machapisho mengine yanayohitajika kwenye elimu ya Tanzania na nje ya mipaka yetu uweze kuendelea. Kuna faida nyingi za kuifungulia hii kampuni iweze kufanya kazi zake. Kwanza, ilikuwa ni ajira kwa baadhi ya watu. Serikali haiwezi kuajiri kila mtu. Tuna takribani wahitimu milioni 2 kila mwaka kutoka vyuo vikuu, lakini hawezi kuajiriwa kwenye sekta rasmi. Hata katika hizo sekta zisizo rasmi watu wanashindwa kujiajiri kwa sababu ya mbalimbali, ikiwemo ukosefu wa mitaji. Lakini sasa unakuta watu binafsi kama hawa wamefungua shughuli zao, makampuni yao, na kwa kufanya hivyo wanatengeneza ajira kwa watu wengine. Unapokwenda kufunga, maana yake unazuia hawa watu wasiweze kupata ajira, na wasipopata ajira wanabaki tu mtaani, wanazurura ovyo ovyo na mambo mengine yanajitokeza, kitu ambacho kingeweza kuepukwa. Kwa hiyo mimi ninaamini kabisa kwamba kama kuna swala la mgogoro wa kodi ya pango kati ya Chuo Kikuu cha Ardhi na kampuni ya Mture, swala hili linazungumzika na linaweza likafikia tamati kwa faida ya pande zote mbili, kila mtu akaweza kupata anachokistahili. Nawashukuru sana kwa kuja. Labda kama kutakuwa kuna swali lolote au ufafanuzi ambao unahitajika katika haya ambayo nimeyazungumza, basi karibuni kwa ajili ya utaratibu huo. Aidha, labda walikuwa wanamwambia nini? Bahati nzuri walikuwa wanampa msaada wa mdomo ambao haupo kwenye kumbukumbu, na kama unavyofahamu kwamba serikali inafanya kazi kwa makaratasi, kwa hiyo ni vigumu pia hata kwenda kutrace au kufanya rejea kwenye yale ambayo alikuwa ameambiwa kwamba kasaidiwa. Kwa mfano, moja kati ya msaada aliyowahi kupewa na Waziri Mkenda ni kwamba aende akamuone mkuu wa chuo, kaishapewa maelekezo, mkuu wa Chuo Kikuu cha Ardhi atatekeleza hayo maelekezo. Lakini alipofanya hivyo, alipoenda hakuwa kwanza hata na barua, lakini mkuu wa chuo akamwambia sawa, hilo swala linashughulikiwa, na ndio imekuwa hivyo hivyo. Kwa hiyo ni danadana za kisiasa ambazo kimsingi kwa kweli sio msaada, kusema ukweli. Yeah. Pengine ni hatua gani za kisheria ambazo mnakusudia kuzichukua kwa kwamba kwanza ofisi inafunguliwa? Tutawapeleka mahakamani kuiomba mahakama itoe amri Chuo Kikuu cha Ardhi kilazimishwe kifungue zile ofisi, kwa sababu cha kwanza
tunaamini mama anawadai chuo, na kama kufunga, mama ndio atakiwa aende akakifunge chuo cha ardhi kwa sababu anakidai, na sio chuo cha ardhi kiende kamfungie biashara zake. Yaani na ushahidi huo uko wazi, mikataba ipo, kumbukumbu zipo, jengo lililojengwa na kampuni ya Mture lipo. Kwa hiyo si swala ambalo ni labda la kutafuta kwa tochi, kwa Kiingereza wanasema it is not far fetched. Kwa hiyo kama tutaki hili swala lichukue sura kubwa zaidi na pengine ambayo inaweza ikawa na taathira tofauti, ni vizuri chuo cha ardhi wakaenda kufungua pale, na kama kuna jambo lolote ambalo linahitaji kuzungumzwa, basi wakae chini wazungumze. Kama kuna madeni walete madeni yao, na sisi kama huyu Mture ana madeni yake, ana malalamiko yake ambayo anaamini ndio yanomfanya aendelee kukaa pale na asilipe hicho ambacho anatakiwa kukilipa, basi mawasiliano yawepo. Lakini kinyume na hapo, sisi tutakwenda mahakamani, na tunaamini kabisa kwamba mahakama itatenda haki. Tutachukua hizo hatua za kuomba mahakama iwalazimishe chuo kikuu cha ardhi wafungue lile jengo. Kama busara itatumika kama ambavyo umeomba kwamba busara itumike kabla hata ya kuchukua hatua za kisheria, na ikatumika hivyo, ofisi ikafunguliwa, lakini ni miaka takriban 7 sasa imefungwa, na kwa muda wote huo nadhani kampuni imekosa biashara, na kwa hivyo imekosa kipato, na bila shaka kuna hasara nyingi sana ambazo imezipata. Katika mazingira kama hayo, mtaridhika tu kwa ofisi itakapofunguliwa kwamba siendelee na biashara, au mtaangalia uwezekano wa kulipa hata fidia kwa hasara kubwa ambayo imeshasababishwa kwa hatua hizo? Kwanza, matumizi ya busara sio uthibitisho wa ujinga. Busara inatumika kama njia ya kurahisisha upatikanaji wa kile kinachotafutwa bila kuathiri kile kinachotakiwa kupatikana. Kwa hiyo busara maana yake ni kwamba waende wakafungue, alafu milango ya mazungumzo ifunguliwe. Kishafunguliwa, hizo hasara ambazo zimepatikana zitazungumzwa kwenye meza, kwamba kipi wanaweza wakakitekeleza, kipi ambacho hawawezi kukitekeleza. Na kwa sababu chuo kikuu cha ardhi ni taasisi ya umma, tena inaongozwa na wasomi na inazalisha wasomi, haya mambo ambayo umeyauliza kwa maana ya hasara na fidia wanayatambua. Sasa labda itakuwa ni namna gani ya kuweza kulipa hizo fidia, lakini kiukweli ni kwamba kwa takribani miaka 7 tangu hii kampuni ya Mture ifungiwe, ni hasara kubwa imepatikana, sio tu kwa wenye kampuni, lakini hata kwa wengine ambao walikuwa wana maslahi pale, kwa maana ya watumishi walikuwa wanategemea kuendesha maisha yao kwenye kupata mishahara, lakini jina la kampuni limepoteza hadhi kwenye biashara, wanaita goodwill. Biashara yenyewe imepotea, kwa sababu tena wale ambao walikuwa wanaleta mahitaji yao ili waweze kuhudumiwa na kampuni ya Mture wameenda kwenye makampuni mengine. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ni hasara kubwa kiasi gani. Sasa ndio maana nikasema kwamba kama kiungo cha mwili kinachoitwa akili kingetumika vizuri kwenye swala hili, sikatai wanaweza akawa chuo kikuu cha ardhi wana madai yao, lakini kama kiungo cha mwili kinachoitwa akili kingetumika vizuri, mimi sidhani kama haya madhara yote ambayo yamepatikana ndani ya miaka 7 yangeweza kupatikana, kwa sababu wangekaa chini akaeleza sababu zake ni kwa nini halipi hilo deni, lakini pia ikaonekana kama mahusiano basi yanapaswa kufikia mwisho, achukue vitu vyake aondoke. Lakini kilichofanyika hakikuwa sawa na hakiwezi kuponywa eti kwa sababu busara imetumika, kwa sababu kuna watu huwa wanachanganya, wanadhani ukitumia busara ndio umetoa kibali cha kuhalalisha ujinga ambao ungeweza kuepuka kwa kutumia njia zingine sahihi, ikiwepo njia za kisheria. Kama hakuna swali lingine, basi mimi nawashukuru sana, na naamini kupitia nyie ujumbe wetu utafika unapotakiwa ufike, na haraka tunaweza tukapata matokeo ambayo ni chanya kwa maslahi ya wote wanaohusika na swala hili. Asanteni sana.